Wagwan, my name is Timo na leo nitakuonyesha sehemu ambazo zinatisha zaidi duniani. Sehemu ambazo hata mtu uwe shujaa kiasi gani, sehemu ambazo hata uwe na nguvu kiasi gani, unaweza ukapelekwa hapo na ukaingia hofu. Sehemu ya kwanza inaitwa Okigara Forest. Hii Okigara Forest, Wajapani wenyewe wanaita the Sea of Trees. Ni bahari ya miti. Sehemu ambayo miti yake imefunga kiasi kwamba ukiwa ndani ya huo msitu hakuna sauti inayotoka nje ya msitu kuingia ndani ya msitu. Maana yake ni kwamba ukipotea ndani ya msitu, hata ikipita ndege juu yawezekana usisikie. Huu ni msitu unaotisha zaidi Japan. Msitu huu una kilomita za mraba zaidi ya 35. Nikisema kilomita za mraba zaidi ya 35, namaanisha kwamba kama kutoka Tegeta mpaka Mbagala ni kilomita 35, maana yake uchukue umbali wa Tegeta mpaka Mbagala uzungushie mara 4, ndio ukubwa huo msitu. Na uko chini ya mlima Fuji nchini Japani. Huu msitu una historia nyingi za visa vya kujiua. Kwa maana watu wengi huwa wanaingia kwenye msitu huu wakijaribu kujiua. Na Wajapan tayari walishaweka hadi mabango kwenye huu msitu wakijaribu kuambia watu kwamba jamani, ili eneo mkijaribu kuingia msifikirie kujiua, tafuteni namna ambayo mnaweza mkasort matatizo yenu. Wajapan wenyewe wanakuambia kuna roho au mizimu inaitwa Yurei ipo ndani ya huo msitu, ambayo inaweza kupelekea wewe kufanya maamuzi ya kujitoa uhai. Lakini cha ajabu zaidi ni kwamba kutokana na kuwa na miamba yenye asili ya chuma ndani ya msitu huo, kunapelekea hata ukiwa na dira ndani ya msitu ni isiweze kufanya kazi, kwa sababu ya namna ambavyo inakuwa controlled na ile miamba ya chuma ambayo iko ndani. Kwa inaweza ikakupelekea ukaenda sehemu ambayo sio sahihi. Unaweza ukasema I'm heading north, kumbe you are heading west, sehemu ambayo labda ni hatari zaidi. Hiyo ndio namba 1. Namba 2, kisiwa cha Midori au kisiwa cha Wanasesere. Hiki kipo Mexico. Kama leo ningepata nafasi ya kwenda Mexico kuangalia mashindano ya kombe la dunia, basi labda ningetembelea kisiwa cha Midori. Niangalie, je, ni kweli Midori inaweza ikanitisha au blanda tu wanajaribu kutupanga, wanajaribu kuvutia watalii ambao wanapenda scary stuffs. Inawezekana ukawa na watalii ambao wanapenda kufuatilia vitu vya kutisha. Kisiwa hiki kiligundulika na bwana mmoja anaitwa Santana Don Julio. Santana Don Julio, sio Don Julio, ni Don Julio. Huyu Santana Don Julio alikuta mwili wa msichana unaelea kwenye maji katika eneo hilo, na alipouona akaupuuzia. Baada ya hapo, ile roho ya yule msichana iliendelea kumwandama kadri siku zinavyokwenda. Sasa yeye, kwa kuwa ile roho ilikuwa inamuandama kwa kadri siku zilivyokuwa zinakwenda, yeye aliona njia sahihi ni ya kumtegea yule binti midoli. Kwa katika hicho kisiwa kumetundikwa midoli almost maeneo mengi sana hicho kisiwa, na amefanya hivyo kwa ndani ya miaka 40. Lakini bado yeye na watu wote ambao wanaingia kwenye hicho kisiwa, bado kuna maruerue yanaendelea kuandama. Unaweza ukakaa umetulia na kumbe nyuma yako kuna mdoli. Leo kazi ipo. Tuendelee. Mji wa 3 ni Pripyat, Ukraine. Huu mji, watu wa Ukraine walitaka kujenga kinu cha nyuklia. Wafanyakazi ambao watakuwa wanafanya kazi kwenye hivyo vinu vya nyuklia watakuwa wanaishi. Kwa hiyo walijenga mashule, majengo, apartment za kisasa, sehemu za kustarehe na kuburudika na maeneo mbalimbali. Lakini Aprili 26
mwaka 1986 kulitokea Chernobyl disaster, mlipuko ambao ulitoa mionzi mikubwa sana. Wakazi zaidi ya 49,000 waliondolewa ndani ya muda mchache sana na hawakurudi tena. Lakini hadi leo shule, majengo, ofisi, sehemu za starehe zimebaki kama zilivyoachwa na hakuna mtu anayeruhusiwa kuingia huko. Ni hatari. Sehemu ya 4 ni Catacombs. Hii iko Paris, Ufaransa. Wanasema katika jiji la Paris, Ufaransa, kuna njia za chini, njia za maandaki, mtandao wa njia za maandaki chini wa zaidi ya kilomita 300 katika jiji la Paris. Lakini chini ya njia hizo za maandaki kunapatikana mifupa ya watu zaidi ya milioni 6, mafuvu ya binadamu waliopigwa na kuuawa, lakini hizo zilipangwa kwenye kuta kama mapambo. Hii ni tukio la ajabu sana, na baadhi ya watu ambao walijaribu kuingia katika maandaki haya walipotea kwa siku kadhaa kabla ya kupatikana na kurudishwa kwenye uso wa dunia. Paris ni nzuri kwa nje, lakini ni chafu na inatisha kwa ndani. Sehemu ya 5 ni Hoia Baciu Forest. Msitu huu unajulikana kama Bermuda Triangle ya Romania. Nitakuandalia story rasmi kwa ajili ya Bermuda Triangle. Hayo nayo tutayajua mbeleni. Mambo ambayo yameripotiwa katika Hoia Baciu Forest ni kuonekana kwa viumbe vya ajabu ambavyo vinafahamika kama UFO. Lakini kamera ukifika eneo hilo haziwezi kufanya kazi. Na ukifika pia katika eneo hilo utapata maumivu ya kichwa ya ghafla. Haijalishi umetoka kulala, umetoka kuamka, lakini utapata maumivu makali ya kichwa ukikanyaga eneo hilo. Lakini pia kuna vivuli ambavyo havielezeki. Yaani unaweza ukashangaa jua linakupiga kichogoni, kivuli nacho kinaelekea huko huko jua lilipo. Sehemu ya 6 inaitwa Pellegrini Island. Hii iko Italy. Kuna historia ya kutisha sana maeneo haya. Watu wanaoishi mjini walipelekwa hapo kwenda kuuawa. Miili mingi sana ilichomwa na kuzikwa hapo, lakini baadaye ikawa hospitali ya wagonjwa wa akili. Jiulize, unawezaje kupeleka sehemu ya namna hiyo wagonjwa wa akili? Unadhani utapona kweli? Sehemu ambayo ina historia ya ajabu, historia ya kutisha, watu walipokuwa wanachomwa moto na kuuawa, Waitaliano wakapeleka hospitali ya wagonjwa wa akili. Hilo eneo hata ukisema umepona, watu wanaweza wakakukatalia kabisa, wakasema baba, bado hujapona. Inatisha. Wafanyakazi wa eneo hilo ambao walikuwa wanawatibu wagonjwa wa akili wanasema kwamba walikuwa wanasikia mayowe yasiyokwisha. Walikuwa wanasikia vilio visivyokwisha, kiasi kilichopelekea wao kuwa wanakosa mpaka usingizi. Sasa mhudumu anayewahudumia wagonjwa wa afya ya akili alirukwa na akili kwenye hospitali hiyo, kitu kilichopelekea hospitali hiyo kufungwa. Hapafai, panatisha mzee. Sehemu ya 7 inaitwa Eastern Estate Penitentiary, Marekani. Hili gereza lilitengenezwa mnamo mwaka 1829. Na ukisoma miaka unaelewa kabisa kwamba gereza hili lilikuwa ni kwa ajili ya sisi watu weusi ambao tulikuwa tunapelekwa kule kama watumwa. Sasa unajua, mkipelekwa kule na mkapelekwa gerezani, manake hakuna haki, hakuna utu, hakuna ubinadamu. Ndani ya gereza hili watu walizuiliwa kuzungumza, walizuiliwa kuwasiliana, lakini pia wafungwa walilazimishwa kukaa peke yao muda wote. Sasa wafungwa wengi katika gereza hili walipata changamoto ya afya ya akili, na wafanyakazi ambao wapo sasa hivi katika gereza hilo wanaripoti kwamba muda mwingine usiku wanasikia hatua za watu wakitembea, vilio kwenye baadhi ya vyumba, lakini milango kuwa inafunguka yenyewe na kujifunga kila siku. Sitaki kuzungumzia mishahara, lakini je, unaweza kufanya kazi sehemu kama hii? Sio mchezo mzee. Sehemu ya 8 inaitwa The Door to Hell, mlango wa motoni.
Hii iko Turkmenistan, nchi za Ulaya huko, mara Ulaya mara Asia, yani zinakuwa katikati ya Ulaya na Asia. Turkmenistan, utaigugo hapo, nitakuwekea hapa juu jina, uta screenshot au I don't know, utatafuta namna ambayo utaenda kuligugo ili ujue hiyo Turkmenistan ni nchi, ni mji, ni nini. Lakini huu mlango wa motoni katika dunia hii ambayo tunaishi, mlango uko Turkmenistan. Mimi kuniuliza mlango wa peponi kwa duniani, nitakwambia ilipo bustani ya Eden, na bustani ya Eden iko Ngorongoro Crater. Ndio sehemu pekee ambako kuna kila kitu, mito, wanyama, binadamu wanakutana sehemu moja, na hakuna kinachotokea chochote kibaya. Wanyama wanaokula wanyama watakula wanyama, hawatakula binadamu, na binadamu wanaokula nyama watakula nyama za wanyama wanaotakiwa kuliwa. Hiyo ni Ngorongoro pekee. Historia ya Ngorongoro nitakupa baadaye. Hii tuiongelee ya mlango wa motoni huko Turkmenistan. Mwaka 1971 wachimbaji wa Kisovieti waligundua pango la gesi ardhini ambalo lilikuwa limeporomoka. Lakini hili shimo ambalo limegundulika lilikuwa na gesi ambayo inaanza kutoka, na walipojaribu kuwasha moto wakidhani labda ungeisha baada ya siku chache, matokeo yake ule moto uliendelea kila siku mpaka leo. Kwa hiyo wazee walikuwa wanajaribu kuchimba labda kokoto au chochote, wakaona kuna gesi inatoka. Wakasema hii gesi hii, hebu jaribu kuchoma moto ili ikiisha tujue kwamba imeisha. Kila siku shimo linatanuka na linaendelea kutoa moto. Noma sana. Sehemu namba 9 inaitwa Barghat Fort, iko India. Story yake ni kwamba kuna bwana mmoja ni mchawi ambaye alimpenda mwanamfalme, na baada ya kumpenda mwanamfalme akataka kumuoa, na akafanya maajabu yake, mfalme akakubali. Unajua jamaa alishakuwa mchawi, kwa hiyo ilikuwa rahisi kumchezea mfalme, na mfalme akakubali kutoa mwanae. Lakini ilipogundulika wakampokonya mke. Sasa walivyompokonya mke, yule mwamba alikilaani kijiji kizima. Kijiji kizima kililaaniwa mzee. Kwa hiyo watu wakimbia hilo eneo. Na sio tu kulaaniwa, kilikuwa ni kijiji cha maajabu. Unachota maji ya kunywa yanageuka damu. Unaamka asubuhi unampiga baba yako makofi pa 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 pa. Ni ugomvi tu, hakuna utulivu. Ukija ukikaa sawa, akili imekaa sawa, baba yako akishakutoa ngeu. Ni vita tu. Hiyo ni India hiyo. Mchawi kapokonywa mke tu, kaloga kijiji kizima. Mchawi mmoja kapokonywa mke, kaloga kijiji kizima. Panatisha, watu hawaingii hawatoki, mchawi kashakifunga kijiji. Sehemu ya 10 inaitwa Snake Island, iko Brazil. Baba, hapa hukanyagi. Hapa hata uwe mtalii wa mambo ya wanyama hukanyagi. Wa Brazil hawataki watalii wa kawaida kuingia katika kisiwa hicho. Hapo ni nyoka na hapo. Imefikia hatua, unajua kuna viumbe hai ambavyo vinaliwa na nyoka, vinaisha, nyoka wanakulana wenyewe kwa wenyewe. Snake Island, Brazil. Nyoka anakula nyoka, anatembea na nyoka, wanazaa nyoka, analiwa nyoka. Nyoka anatembea na nyoka, nyoka ni nyoka tu hapo. Usikanyage mzee. Hapa kuna nyoka aina ya Golden Lancehead. Hawa sumu yao inaweza kukuua haraka kuliko unavyoweza kufikiria. Inatambaa haraka kwenye tishu za mwili kiasi kwamba unaweza kukata moto within a very short time. Yani kama unakaa eneo ambalo ni mbali na hospitali, kwa mfano wewe unakaa Kariakoo, hospitali iko Upanga, hufiki fire. Bro, hufiki fire. Fire hufiki, unakata moto. Snake Island, Brazil. Hiyo ndo namba 10 ya sehemu zinazotisha zaidi duniani. Lakini cha ajabu ni kwamba eneo linalotisha zaidi Afrika lipo Tanzania.
stori yake na kuwekea kwenye video 2-3 zijazo, sio ya leo hii. Tumalize kwanza na maeneo yanayotisha duniani. Usiogope. Naitwa Timo na hii ni Mo Talk. Leo ni maeneo yanayotisha zaidi duniani. Chao.